Karibu sana mtazamaji wa Agri Media, karibu sana niweze kusimulia kile ambacho kimeweza kujiri katika ukanda mzima wa YouTube, lakini pia pande zima kwenye mitandao ya kijamii, digital platform zote sisi hapa tunaruka nayo. Zile ambazo zina make headline basi sisi hapa tunaweza kuruka nayo bila kede, bila yana yoyote, kupitia Agri Media pekee. Nitakuja baadaye kuweza kujuza kile ambacho ninacho katika swala zima la kabumbu na kile ambacho kinaendelea pale mjini Cairo katika dabi ile ya Cairo kati ya Zamalek pamoja na National Ahli baada ya kushindwa kufanyika na maamuzi ya marefali katika mchezo ule kuweza kuwapa alama 3 lakini pia magoli 3 timu ya Zamalek. Namna ambavyo imeendaje? Je, hizo alama zipo katika klabu hiyo ameweza kupewa hadi leo hii au bado, na nini ambacho kinakwamisha kuweza kupewa swala zima la pointi zao za mezani? Kwa sababu National Ahli waliweza kugomea kuweza kufika uwanjani kwa kuto kufurahishwa na tamko la shirikisho la mpira miguu EFA la kule nchini Egypt, na pia walishindwa kuweza kufika uwanjani kwa kile shinikizo lao la kuhitaji marefali kutoka nje ya nchi waje wakachezeshe dabi ya Kariakoo, dabi ya Cairo kule nchini Misri. Kwa hiyo nitakuja hapa moja kwa moja kuweza kujuza kile ambacho wameweza kukigomea National Ahli, lakini nini ambacho kimeweza kutokea kwa Zamalek mara baada ya kuweza kupewa ushindi katika siku ile ambayo ilikuwa inapigwa dabi ya Cairo kule nchini Misri. Unaweza ukasubscribe kanali na kucomment YouTube yako pendwa Agri Media kuweza kuwa mtu wa kwanza kuweza kupata habari ambazo zinaruka hapa moja kwa moja kupitia digital platform yetu YouTube pale Agri Media. Ukienda ukanda ule andika alfu kubwa Agri Media, lakini pia subscribe, like na comment, basi utaniwezesha mimi na wewe kuweza kujuzana taarifa mbalimbali zinazoketi katika ukanda mzima wa upande huo. Lakini leo hii kwenye issue kubwa ya michezo, basi tunaanzia hapa kwenye dabi kubwa barani Afrika. Hapa tunazungumzia dabi ya Cairo, Zamalek pamoja na National Ahli, ambayo bwana naweza nikaanza moja kwa moja bwana. Unaweza kwenye maisha ukawa tofauti sana, lakini pia ukawa mkubwa kutokana na kitu ambacho unakifanya katika maisha yako, lakini pia ukawa icon kubwa ya watu ambao wanakuzunguka. Lakini pia kwenye klabu za mpira miguu ni miongoni mwa sehemu ambazo watu wengi wanajifunza mambo mengi sana kutokana na kile ambacho vilabu hivyo vinafanya kule nchini barani Ulaya. Barani Ulaya tumeweza kuziona baadhi ya vilabu zifanya vizuri sana, lakini pia zikiwa icon kubwa sana katika ulimwengu mzima. Nikizungumzia klabu kama Real Madrid. Real Madrid ni kioo cha barani Ulaya kwa sababu ni klabu ambayo inaongoza kuchukua taji kubwa la ligi ya mabingwa barani Ulaya mara 15, lakini pia namna ambavyo organization yao ya timu yao jinsi ambavyo wanaiweka, lakini pia kwa swala zima la kifedha hawapo mbali sana, wapo vizuri kabisa kwa swala zima la kifedha, na ndio maana imekuwa icon kubwa sana ya nchini kwao. Lakini ukija huku barani Afrika, ukitaja National Ahli sawa, unahitaja klabu ambayo inatangaza vizuri Afrika, inatangaza bara nzuri la Afrika kutokana na ule uwekezaji wake wa ndani ya nje ya klabu, lakini pia vikombe wanavyochukua mara kwa mara. Ni klabu ambayo inaongoza kuchukua taji la klabu bingwa Afrika mara nyingi sana, imeweza kuchukua hadi hivi sasa, lakini ni timu ambayo inafanya back to back miaka yarudi kuweza kulibeba taji hilo. Ni kama klabu ambayo imeshajiwekea ufalme wake kwa kuweza kuchukua taji hilo. Lakini pia huwezi kuliacha National Ahli katika ligi kuu ya kule Egypt Premier League. Hapa nazungumzia kule nchini Misri, ambapo nao pia ni mabingwa waandamizi kweli kweli katika ligi hilo, kwa sababu ni timu ambayo inaongoza kuchukua taji hilo kwa muda mrefu sana, huku akifukuzwa kwa mbali kidogo na kikosi cha Zamalek. Sasa issue kubwa ambayo iliweza kutokea mchezo ule kuahirishwa, lakini pia kutochezwa katika siku hiyo ambayo iliweza kuwekwa tarehe ya kuweza kuchezwa dabi ya Cairo kati ya Zamalek pamoja na National Ahli. Ni kile ambacho National Ahli wanadai walishakubaliana kabla ya msimu kuanza, lakini pia kanuni ya ligi kuu ya kule nchini Misri ilisema kuwa ikitokea dabi ya Cairo inachezwa, basi waamuzi watatoka nje ya nchi. Lakini siku moja kabla ya dabi kuchezwa, basi shirikisho la mpira
wa miguu nchini Misri EFA walitoa taarifa ya kuweza kusema kwamba mchezo wa kesho waamuzi wataosimamia katika mchezo huo ni waamuzi kutoka pale nchini Misri, kitu ambacho National Ahly waliona kama wanakiukwa na shirikisho la mpira wa miguu la huko nchini Misri. Kwa hiyo waligomea mchezo huo, lakini baada ya kugomea mchezo huo tuliweza kushuhudia klabu ya Zamalek kuweza kufika uwanjani, lakini pia kusubiri zile dakika 30 za kikanuni ili kuweza kupata alama ambazo zitawafanya wao kuweza kupata alama 3 pamoja na magoli 3, lakini mambo yakaenda hivyo, marefari wakamaliza mpira na hatimaye wakawapa alama 3. Lakini cha kushangaza zaidi kwenye ligi hilo hadi hivi sasa ninavyozungumza klabu ya Zamalek bado hajapewa alama zao 3, lakini pia na magoli 3 kwenye msimamo wa ligi. Hadi kufikia jana tumeweza kuona bodi ya wakurugenzi ya Zamalek imeshaiandikia barua kwenye chama cha soka nchini Misri pamoja na umoja wa vilabu ya Misri kutaka kuwapewa alama 3 pamoja na mabao 3 kama kanuni inavyotaka na wao waliofanywa msimu uliopita baada ya kuabania kwa pani dhidi ya National Ahly. Kumbuka pia msimu uliopita klabu ya Zamalek nao pia ligomea mchezo huu wakishinikiza shirikisho liweze kuhamisha mchezo huu kuelekea nchi zingine ili kuweza kuleta usawa katika ushindani wa mchezo huo, lakini baadaye tuweza kushuhudia pia shirikisho lilizogomea shinikizo hilo, lakini pia kulazimisha Zamalek kuweza kutumia nchini Misri kucheza mchezo huo. Lakini Zamalek barua yao inasema bwana, wametoa barua rasmi wakitaka mamlaka hizo walalishe ushindi wao haraka, kwani wao walitimiza wajibu wao na kufika uwanjani na wapinzani wao hawakutokea. Zamalek inataka utekelezaji huo ufanyike haraka, kwani mwamuzi Mahmoud Bousin aliita filimbi ya mwisho baada ya dakika 30 kumalizika bila timu pinzani kutia mguu kwenye uwanja huo Cairo International. Kwanza kaona Zamalek wameweza kufika uwanjani, lakini masimu wao wakubwa klabu ya National Ahly nao pia hawaweza kufika. Unajua, unaweza kujiuliza kwa nini Zamalek walitangazwa ushindi na mabao 3? Zamalek walitumia kanuni mama ya mpira wa miguu inayotaka timu isipofika uwanjani basi itafika ipewe ushindi wa mabao 3 kwa na alama 3 muhimu. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kiweza kutokea. Lakini pia kwa upande mwingine tumeweza kusikiliza kelele za mashabiki nao pia wakitoa malalamiko yao kupitia kwenye chapisho lao hilo la jana. Mashabiki wengi walioji ukimya mamlaka kutotoa tamko lolote mpaka sasa, licha kanuni hiyo kutekelezwa msimu uliopita, na wengine wakienda mbali zaidi ya kusema wana wasiwasi mambo yanaweza kugeuzwa kwa ajili ya kuifutia adhabu National Ahly. Nini ambacho kinasababisha National Ahly waweze kufutua hiyo adhabu? Basi inaarifiwa kuwa National Ahly wanatakiwa kupokwa alama 6 zaidi kwa kanuni ikiwa itathibitisha madai yasiyo ya msingi. Kuwapoka alama 6 National Ahly si jambo rahisi kwa mustakabali wa usalama wa nchi. Ikumbuke 70% au hadi 80% ya Misri ni mashabiki wa National Ahly. Unaweza kaona bwana, licha ya kwamba National Ahly wamevunja kanuni za ligi kuu ya kule nchini Misri, lakini mashabiki wao, lakini pia watu wanaoishi nchini Misri 70% hadi 80% ni mashabiki wa National Ahly. Basi mimi kwa leo niweza kuishia hapa, tukutane wakati mwingine. Usisahau kusubscribe, kulike na comment YouTube yako pendwa Agri Media ili kuweza kuwa mtu wa kwanza kujipatia habari ambazo zinaruka kupitia ukanda mzima wa YouTube.